yako. Tunaomba ukae kiongozi, ukae mwalimu hata sasa Bwana. Tunasimama mahali hapa. Tumie kama chombo tu Bwana Mungu mwaminifu. Tumie kama chombo. Tumie kama chombo Mungu mwaminifu katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mrefu, Jumapili kama kadhaa tuweza kuonana, lakini nimependeza Mungu tena siku ya leo kuwa pamoja. Mwambie jirani yako una amani. Mwambie jirani yako una amani. Ni kipindi kingine ambacho tuko mbele za Bwana ya kwenda kujifunza. Tumekuwa na somo katika kipindi kilichopita juu ya habari ya misingi ya ushindi katika vita vya kiroho. Kwa sababu ya muda tumeona basi tuweze kuendelea nao asubuhi. Sijui kama tutapata nafasi tena kwa wiki ijayo, lakini tuendelee. Amina. Wiki karibu mbili tofauti tulijifunza juu ya habari ya misingi ya ushindi katika vita vya kiroho. Tuliangalia kwamba hiko misingi mitano. La kwanza kabisa ambalo limejenga msingi mkuu ni damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambayo ndio inayotukomboa na kutusafisha na kila udhalimu na dhambi. Pale mtu anapompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, kukata shauri, basi damu ya Yesu inatiririka ile mwaka pale msalabani, inatuweka huru kabisa. Na pale hata mtu anapokosea, bado mlango wa rehema upo, kama sawasawa na ile Yohana moja, kwa kwanza wa Yohana moja na mstari wa 9, kwamba tukizungama dhambi zetu ili mwaminifu na wake. Huo ndio msingi mkuu unaotupa nafasi ya misingi mingine kuendelea mbele. Lakini leo tutajifunza pia msingi mwingine ambao ni neno la Mungu. Baada ya kuwa tumeelewa kwamba damu ya Yesu inatuokoa, basi Bwana hakutuacha tuweze kuishi hivi tu kwa mawazo yetu, kwa akili zetu au kwa hekima ya dunia. Alituacha neno lake liweze kuwa mwangaza, neno lake liweze kuwa nuru, hata neno lake liwe chakula cha kiroho, neno lake liwe msingi wa imani yetu, lakini neno lake liwe silaha ya ushindi wa vita vya kiroho. Na ndio maana tunaposoma katika ile Waefeso sura ile ya 6 na mstari wa 17, tunaona anasema na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Mtume Paulo anamtazama askari wa Kirumi kwa wakati huo, kwa maana askari alikuwa akivaa buti, akiwa na upanga, akiwa na ngao, akiwa na mkanda ameweka. Kwa zile silaha nyingi ukiziangalia ambazo Mtume Paulo anazungumza juu ya haki, kuanzia mstari wa 14 sura ya 6, Efeso 6 mstari wa 14, sema juu ya haki. Utaona pale juu ya haki ukweli na juu ya haki kifuani, ngao ya imani ambayo kwa hiyo tunaweza kusema mishale yote yenye moto. Anazungumza pia ipokee cheti ya wokovu, anazungumza pia kwa tuwe tayari wa piku ya utayari, ambao kwa hiyo tunakuwa tayari kwa ajili ya injili ya amani. Hizi silaha zote ukitazama ni silaha za kujilinda dhidi ya mashambulizi ya adui. Lakini upanga, kama ulivyo askari alikuwa wa Kirumi ana upanga, huo upanga ulikuwa ni kwa ajili ya kushambulia. Kwa hiyo sasa neno la Mungu limefananishwa na upanga wa Roho, kwa sababu kazi yake kubwa sio kujilinda, kazi yake ni kushambulia. Hiyo sasa tunashambulia jinsi ya nguvu za giza, tunamshambulia jinsi ya ufalme wa giza kwa kutumia neno la Mungu. Silaha zingine zote zipo kwa ajili ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya adui. Neno la Mungu katika kitabu hiki cha Efeso sura 6 limekaliwa kama upanga wa Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Upanga wa Roho. Ili tuweze kushinda vita, tunahitaji neno la Mungu ambalo ni upanga wao. Sasa neno la Mungu ni nini? Inawezekana tunajiuliza katika ufahamu, tunaelewa neno la Mungu.
Katika tafsiri ya kawaida ya Kiswahili imeanza na neno. Tukisema neno la rais, na rais pale halafu na neno lake, neno lake ni yeye mwenyewe. Amina. Neno la mzee Gamwaka pale, maana ukizungumza neno akitamka, kumbe ni yeye mwenyewe. Hawezi kutofautisha kati ya neno analosema na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Unaposema neno la Mungu maana yake ikaonekana miongoni mwa maswali magumu sana, neno la Mungu maana yake. Sasa kabla ya kuanza kujifunza ni namna gani neno la Mungu litakwenda kusaidia katika kushindana vita vya kiroho, bali tutaangalia neno la Mungu ni kwa namna gani kwa wiki ijayo. Kwa leo tutajifunza nini maana ya neno la Mungu. Tutaangalia kwa nini shetani analichokea neno la Mungu, na tutaangalia maeneo ambayo shetani aliiba neno la Mungu. Kijayo Mungu kama atatupa nafasi tena, tutaangalia pia jinsi gani tunaweza kushinda vita vya kiroho kwa kutumia neno la Mungu, ambapo ni silaha, ni msingi wa pili wa ushindi wetu wa vita vya kiroho. Amina. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu. Ni ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu ulioletwa kwa njia ya Roho Mtakatifu mwenyewe na kuwapa watu wake, watumishi wake. Ukiangalia tangu mwanzo mpaka Ufunuo, Biblia inasema ni zaidi ya watumishi mbalimbali wameandika. Sasa nitakueleza kama nafikiri kama 40 kabisa. Amina. Hapo wameandika tofauti. Wako wafalme, wako watu wa kawaida, wako manabii na wengine wengi. Amina. Kwa hiyo sasa neno la Mungu lenyewe ni ufunuo ambao uliachiliwa kwa wanadamu au kwa mwanadamu, lakini uliachiliwa na Roho Mtakatifu mwenyewe akawapa watu wake kama alivyopenda yeye mwenyewe, ili wafikie wanadamu. Lengo lake ni nini? Wanadamu wapate kumjua. Lengo lake ni nini? Wanadamu wapate kujua mapenzi yake. Na lengo lake ni nini? Wanadamu wapate kujua njia ya wokovu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni nini? Ndio njia pekee ambayo Mungu anaitumia kuweza kuzungumza na watu wake, kuweza kujihakikisha. Tunapojifunza neno la Mungu, hatujifunzi tu historia ya nyuma ya watu wa kale, kwamba tunaona kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema, tunaona historia pale Adamu alipoanza katika bustani alipokosea, tunaendelea pale, tunaendelea mbele na mbele na mbele mpaka tunamwona Yusufu. Amina. Katika sura ile ya 50 Mwanzo. Neno la Mungu sio tu yale maneno. Tunaposoma neno la Mungu tunaona kwamba ni sauti ya Mungu inazungumza. Ni sauti ya Mungu inayozungumza kupitia maisha yetu. Tutakwenda kwanza kuangalia kupata msingi wa neno la Mungu ni nini. Neno la Mungu ni akili, hasi yetu tukawa tufahamu neno kwa usahihi au nini maana neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Kwa neno la Mungu ni neno lililofunuliwa na Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ni neno lililofunuliwa na Mungu mwenyewe. Mtume Paulo anatuonyesha chanzo cha neno la Mungu. Ukisoma katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 na 17, neno la Mungu linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Sasa angalia neno katika hii. Mtume Paulo anamalikia mwanaye wa kiroho Timotheo wa pili lenye pumzi ya Mungu. Angalia neno lenye pumzi ya Mungu. Nasema neno la Mungu liko lenye pumzi ya Mungu. Bisia kuwepo hii pumzi ya Mungu lingekuwa neno la kawaida. Pumzi ya Mungu ndio unaofanya kwa tofauti na neno
neno la mzee Kayongo, neno la mtu mtumishi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lenye pumzi. Wakati naanza kuangalia katika ile lugha ya Kigiriki, pumzi ya Mungu limetokana na maneno mawili, theo na theos. Theos, theo wengine wanaambia theolojia. Theo ni Mungu. Piteos maana yake kwamba ile kupulisha au pumzi. Kwa hiyo theopneus maana ni neno tu la Kigiriki, haina maana kama kuna kitu kingine zaidi, kwamba inatokana na pumzi ya Mungu mwenyewe kuipumzia neno lake. Ni kama ambavyo unaona mwanadamu anapokuwa pumzi inatoka ndani. Pumzi inatoka ndani. Na ndivyo ambavyo neno la Mungu lilitoka katika pumzi yake mwenyewe. Bali katika moyo wake limetoka ndani. Kama unavyoona pumzi ya mwanadamu inatoka ndani. Na kutoka ndani na kuja nje. Ndivyo ambavyo neno la Mungu alipoipumzia pumzi yake. Amina. Amina. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha kwamba neno la Mungu sio maneno ambayo yametoka kutokana na mawazo ya wanadamu. Yaliandikwa na wanadamu, lakini neno ambalo limetoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa neno hili ni Mungu. Nakumbuka zamani Yesu alikuwa anaitwa Neno. Yesu alikuwa anaitwa Neno. Hapo mwanzo ulikuwa kusoma katika ile Yohana 1 utaona neno alikuwa kwa Mungu. Yesu alikuwa anaitwa Neno. Jina la Yesu limekuja baadaye. Amina. Amina. Lakini pia waandishi wa Biblia wote waliongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu aliwatumia watumishi tofauti tofauti. Hakuna mwanadamu aliyosema neno kutoka kwa kinywa chake mwenyewe. Wote walinena huku wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Waliandika tofauti, lakini mwandishi mkuu alikuwa ni Roho Mtakatifu. Kwa neno ni neno la Mungu, ni neno la Roho Mtakatifu mwenyewe. Petro kule wa pili 1:21 anasema, hana nabii hauwezi kwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena iliyotoka kwa Mungu huku wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Halina nyingine, neno la Mungu ni Roho Mtakatifu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma sasa katika ile huku wakiongozwa, ukiangalia vizuri katika ile Petro wa pili 1:21 Paulo pale atuambia sasa, ukienda katika lugha utaona ile neno akiongozwa. Sasa neno ukiongozwa katika lugha ya Kigiriki tunaona neno moja linaitwa phenomenon, ambalo lina maana kama kusukumwa au kuendeshwa na nguvu nyingine, kubebwa. Kwa hiyo kama ni kama hawa watu walikuwa wakiendeshwa na nguvu nyingine ambazo sio wao. Neno lilotumika pale ni kama vile unavyoona ukiwa katika usukani, labda katika meli iko baharini, kuna upepo au yale makasia yanaanza kupelekwa na upepo, popote upepo unapokwenda ndivyo ile inapopelekwa. Nikati naangalia vizuri kuchunguza katika ile Matendo ya Mitume sura 27 na 28, wakati Mtume Paulo anapelekwa Rumi kutoka Kaisaria kwenda Rumi, karibu kilomita 3 na katikati walipofika katika ile Malta, kisiwa cha Malta, ilipotokea gari zoruba kali sana, hata chombo kikaanza kupoteza mwelekeo, kikaanza kupelekwa na upepo. Kwa sasa hawa watu walikuwa naongozwa na sukuma na nguvu fulani ya kosia kwa ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu mwenyewe ndio alikuwa anaandika hiki si kwa mapenzi yao. Neno la Mungu limeandikwa na watu. Tunaposema kitendo cha active apostle, Matendo ya Mitume, au kitabu kimeandikwa cha Esther, haina maana Esther ndio Mtume Paulo katika zile nyaraka, kitabu cha Warumi, Korintho wa kwanza, Korintho wa pili, unaona ile heshima ambayo iko zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Na maana sasa unaona neno lake halichuki. Watu wamesoma na profesa na daktari kila aina namna, lakini hakuna elimu ambayo inaweza kufikia neno la Mungu. Neno la Mungu tulisoma ni liko kabla, sio tu agano la kale, agano jipya. Agano la kale ni zaidi ya miaka 2000 na, lakini agano la kale lipo enzi na enzi.
halijachuja, halijabadilika, limesimama pale pale katika uthabiti wake. Kwa nini? Kwa sababu ni neno la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia pia ni ufunuo wa Mungu. Bado tuko katika msingi, hatujafika katika namna ya kulitumia neno njia ya kushinda vita vya kiroho. Au bado ni msingi tu. Nini maana ya neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni ufunuo wa Mungu mwenyewe. Mwanadamu katika akili zake, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kumfahamu Mungu kama Mungu asipoamua kujifunua. Kama Mungu asiamua kujifunua, hakuna mwanadamu anaweza kumfahamu Mungu kwa akili yake kwa usahihi. Na ndio maana tunaomba neema ya Mungu, maana anataka ikuche. Mtume Paulo ukiangalia katika kitabu cha Wafilipi anasema baba kwamba hata kama nimehesabu mambo yote kuwa kama mavi ili nifikie, sio nataka kumjua kufanana na Kristo, nikiwe hata nifikie kiwango cha kumjua. Maana sasa mimi niliojaliwa kuijua si cha Mungu. Hata nawaambia hata kitu kingine kwamba mimi sikupungiwa na neno lolote. Sasa wale mitume wale wakuu wanaita wakuu. Kwa nini? Hakuna mtu anaweza kumjua kwa usahihi kama asipopata neema. Paulo anasema mimi niliojaliwa. Hakuna mtu kama Mungu asiyejifunua, hakuna mtu ambaye anaweza kumjua Mungu katika usahihi. Mungu alijifunua katika uumbaji. Tunaona katika Warumi 1:20, unaona pale mambo yasiyoonekana tangu mwanzo yanaonekana. Anazungumza nini? Anazungumza habari za uumbaji. Uumbaji jinsi ulivyoumbwa. Kwa tunaangalia uumbaji, kwa kienda hata huko wanapoangalia wanasema sayari ya mbali au mbingu za mbali, tunaona kuna sayari nyingi sana. Zingine ni kubwa kuliko dunia. Hapa wengine hata wanadamu hakuna ambao wameshakwenda wala kusogelea. Yote zinathibitisha kwamba Mungu yupo. Kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Maana ukisoma katika Warumi 1 na ule mstari wa 20. Lakini dhamiri ya mwanadamu, soma Warumi 2:15, utaona kama waonesha kazi ya Torati iliandikwa mioyoni mwao. Ile tu dhamiri ndani ya mwanadamu kuona kuna tendo hili natakutenda tendo chema, tendo natakutenda sio tendo chema. Dhamiri yako ndani inaonesha kwamba Mungu ni isi ya Mungu kujifunua ndani yetu. Ameweka hiyo kitu. Kuna mtu yote ambaye anasema sikuhubiriwa neno la Mungu sikulisikia. Mungu ameweka sheria zake ndani ya moyo. Kuna tendo fulani ambalo si zuri, unashukia dhamiri inazungumza na wewe. Kazi za kumtii Mungu au kumtii pale mwingine. Lakini dhamiri ipo namna hiyo. Mungu anajifunua kupitia maandiko matakatifu ambayo ndio msingi kamili wa Mungu kujifunua kwetu. Kupitia maandiko matakatifu ndipo tunapojua mwanadamu. Kupitia maandiko matakatifu ndipo tunapomjua Mungu ni nani. Kupitia maandiko matakatifu ndipo tunapojua dhambi ni nini. Kupitia maandiko matakatifu ndipo tunapojua neema ya wokovu. Ndio maandiko matakatifu ndipo tunapopata kujua jinsi ya kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Kupitia neno la Mungu, kupitia Biblia na maandiko ndipo tunapoweza kujua kusudi na kusimama mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ni sauti ya Mungu iliyoandikwa. Naposema Biblia sasa nasema neno la Mungu. Neno la Mungu, Biblia ni neno au ni sauti ya Mungu iliyoandikwa. Watu wengi wanaweza kusema, Mungu kweli bado anazungumza. Mungu kweli anazungumza. Katika njia moja wapo ambayo mpaka sasa vile imekamilika kwa 100% ni Mungu kuzungumza kupitia neno lake. Tunapolisoma neno, tunaona wahubiri ndio wanasema neno la Mungu ni sauti ya Mungu iliyoandikwa.
Kwa hiyo tunapofungua Biblia tunamfungua Mungu juu ya maisha yetu. Inaanza kuzungumza neno juu ya maisha yetu, juu ya maisha yetu. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu iliyoandikwa. Mungu anazungumza kwa njia nyingi, anaweza kuzungumza kwa njia ya sauti, lakini pia njia ambayo anazungumza nayo ni njia ya neno lake. Tunaposoma Biblia tunamsoma, tunasikia sauti yake. Tunaposoma Biblia tunaona Mungu akitufundisha. Tunasoma neno la Mungu tunaona Mungu akituonya. Tunasoma neno la Mungu, Mungu akitutia moyo. Neno la Mungu linatupa ahadi, ni sauti ya Mungu iliyoandikwa. Lakini pia neno la Mungu lina mamlaka juu kuliko mawazo ya wanadamu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu lina mamlaka. Kumbuka tunajifunza juu ya habari ya ushindi, misingi ya ushindi wa vita vyetu vya kiroho. Karibu wiki tatu tulijifunza juu ya habari ya damu ya Yesu. Na sasa tunaangalia msingi mwingine wa neno la Mungu ambao ni msingi wa muhimu. Neno la Mungu. Tuko kwenye eneo linasema neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu lina mamlaka juu kuliko mawazo ya wanadamu. Katika nyakati zilizonazo katika dunia hii, ziko falsafa nyingi, yako mawazo ya wanadamu mbalimbali. Lakini katika mambo yote hayo yanaweza kubadilika. Mawazo ya watu yanaweza kubadilika tangu kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Tamaduni zinabadilika tangu kizazi kimoja tangu kizazi kingine. Na mahali pekee unakuta Mtume Paulo anawaambia, sitaki wanawake wasimame mbele. Hata waulize swali kanisani. Zilikuwa ni tamaduni za Kiyahudi za wakati huo. Tamaduni zinabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno la Mungu halibadiliki. Na katika Isaya 40:8 anasema, anazungumza pale, majani yakauka na huwa yananyauka, lakini neno la Mungu litasimama milele. Isaya 40:8. Neno la Mungu litasimama milele. Kwa hiyo kumbe Kristo hatajengwa katika hisia zetu, katika maoni ya watu, katika mitazamo, katika tamaduni, katika kujengwa katika msingi wa neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu linamfunua Kristo. Neno la Mungu linamfunua Kristo. Lengo kuu la kusoma neno la Mungu si kujua habari za Biblia, habari za watu. Tunamjua mfalme Daudi jinsi alivyokuwa, alipigana na Goliathi. Neno la Mungu sio tu kwa neno la Mungu, lengo lake ni kutupeleka kwa Yesu Kristo, ni kutupeleka kwa Yesu Kristo. Tangu tunaposoma katika mwanzo wa Biblia mpaka Ufunuo, neno lote linamfunua Yesu. Ukiangalia katika kitabu ile Agano la Kale, tukiangalia vizuri pale, utaona Yesu anaonekana kupitia manabii na mifano mbalimbali. Alizungumza kwa zake. Katika unabii pale utolewa, wote tunamfunua Yesu katika Agano la Kale. Lakini pia katika Injili tukiangalia, bado Yesu anaonekana kupitia kazi zake na matendo anayotenda makuu. Katika matendo ya mitume bado Yesu anaonekana kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu aliyotenda kazi mbalimbali tangu katika sura ya kwanza mpaka sura ya 28, tunaona pale jinsi ambavyo Yesu Kristo anaonekana kupitia Roho Mtakatifu. Lakini pia katika zile nyaraka ambazo Paulo aliandika, Yesu anaonekana kama Bwana wa kanisa. Katika Ufunuo bado Yesu anaonekana vile vile kama mfalme wa wafalme. Yesu, lengo la neno la Mungu ni kumfunua Yesu mwenyewe. Ndio maana katika Yohana 5:39 anasema, Yesu mwenyewe alikuwa akiangalia wale Farisayo waliokuwa wakijaribu kujadiliana, wanamtazama,
wanasema Yesu mpaka anaanza kwamba nyinyi mnachunguza maandiko kwa sababu nyinyi wazani ya kuwa mimi nina uzima wa milele ndani yake. Hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Ukienda mbele kidogo mstari wa 40 anasema kwa sababu hamtaki kucha ili mimi niwape uzima. Maandiko anaambia kwa sababu haya maandiko mnayasema nyinyi, haya ndio yananishuhudia mimi mwenyewe. Kwa tangu mwanzo mpaka ufunuo, maandiko yanamfunua Yesu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu linamfunua Yesu Kristo. Lakini neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Kama wewe unaona mwili unahitaji kula, usipokula unasikia njaa, usipokula unajua uko dhaifu. Kama maandiko yote tunafunga hapa, mwili unaona unafika tu ya unakuwa dhaifu. Unakuwa dhaifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili unalishwa na chakula cha kimwili. Hali kadhalika pia katika roho chakula chake ni neno la Mungu. Tusipo kipa chakula roho neno la Mungu, hatua kwa hatua roho inaanza kuwa dhaifu. Hatua kwa hatua inaanza kudhoofika. Kama mwili unavyoona unaanza kuwa na kwashako au magonjwa mbalimbali rahisi kushambuliwa kwa sababu mwili unakosa vitamini fulani za kuweza kulinda mwili. Ndivyo ambavyo roho yako usipoipa chakula cha kiroho ambalo neno la Mungu, roho inaanza kudhoofika. Siku kwa siku inaanza kupunguza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika Mathayo 4:4 tunaona wakati jaribio la kwanza kabisa Yesu anajaribiwa. Sasa katika ile jaribio matatu kusoma katika Mathayo sura ya kwanza mpaka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11 ndio tunaona yale majaribio kisha majaribio matatu. Jaribio la kwanza kisha mtu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno utakalo katika kinywa chake. Anazungumza nini? Anazungumza roho, chakula cha kiroho. Usipo soma neno la Mungu unakuwa dhaifu. Na dalili zake utaziona kwamba roho tayari ishaumwa, roho yako ina upungufu wa chakula cha kiroho. Ndio ugonjwa huo. Upungufu wa chakula cha kiroho. Ndio ugonjwa, upungufu wa chakula cha kiroho. Unaanza kuona hata kuomba uwezi. Utakusoma neno, unataka hamu ya kusoma neno. Upungufu wa chakula cha kiroho, kwamba roho yako imekosa neno. Ni rahisi kuanguka majaribuni. Jaribu lolote likija tu umeanguka. Upungufu wa chakula cha kiroho. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Kama lisoma tunaelewa mapenzi ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni mwanga. Usoma katika ile Zaburi ya 119:105. Neno la Mungu linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Katika zama zile za kale, haiko Israeli watu walikuwa wanatumia taa nyakati za usiku. Wakiifunga mbele, anatembea nayo. Ilikuwa inaonyesha sababu unakuwa hakuna umeme. Umeme huo umekuja katika nyakati za hivi karne za hivi karibuni. Kwa hiyo walikuwa wakitembea usiku wanatembea na taa. Mifano yote leo hapa ilikuwa inatolewa mifano ya maisha halisi ya nyakati hizo. Anatumia mfano huo kwamba neno lako ni taa na mwangaza wa njia yangu. Taa ni mwangaza wa njia yangu. Kwa hiyo wakati huo watu walikuwa wanafunga taa ikiwa inawaongoza usiku ili waweze kuona hatua inayofuata. Mungu huwa atoi hatima ya njia ya maisha yote, ya maisha yako yote kwa mara moja. Mungu anaachia neno. Nataka neno la siku iweze kupa njia mwangaza hatua inayofuata. Kila hatua unayofuata unahitaji neno la Mungu. Kila hatua unayofuata unahitaji neno la Mungu. Atupashi hatima ya maisha yako yote. Kwa ndio neno ambalo unahitaji kuwa nalo kila siku ili uweze kuongoza katika hatua inayofuata. Neno la Mungu. Neno la Mungu.
Neno linapokuwa nalo linafunua njia sahihi, linakuonesha njia sahihi, linakuonesha tu wapita hapo. Mwanangu, hapo ukipita ukosea. Mwanangu, usizungumze, nyamaza kimya. Mwanangu, vumilia. Nini? Neno la Mungu. Usipokuwa nalo, neno la Mungu linafichua mitego ya adui. Tulijifunza hila za shetani anazotumia kwa hila. Wewe usijue usipokuwa neno la Mungu. Neno la Mungu linafichua. Neno la Mungu linatuonesha makosa yetu. Usipokuwa neno la Mungu unaweza kujisabia haki. Usipokuwa na neno la Mungu, Samira inaanza kufa hatua kwa hatua. Inakosa kuweza kukwambia umekosea. Ni neno la Mungu linafanya Samira iwe hai. Neno la Mungu linatufanya tuone jinsi ambavyo tupo, hali zetu za kiroho mbele za Mungu. Neno la Mungu. Kumbuka tunajifunza juu ya habari ya msingi wa pili wa neno la Mungu. Baadaye tutaangalia jinsi ya kushinda vita vya kiroho kwa kutumia neno la Mungu. Shida ya kijana hii, unatumia neno la Mungu kuweza kumshinda. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ni upanga ambao tumeshazungumza mwanzo katika utangulizi. Upanga katika ile Waefeso 17. Ukiangalia pale neno upanga unaotumika pale ndio katika lugha ya Kigiriki inaitwa machaira. Machaira ilikuwa ni upanga mfupi mdogo wa askari wa kiume. Ulikuwa sio ule mrefu sana, ule upanga mdogo ulikuwa unatumika katika kushambulia. Kwa hiyo tunajifunza neno la Mungu linatusaidia katika habari ya kuweza kushambulia na kuleta hofu. Neno la Mungu liko pale kwa ajili ya kusawazisha. Analeta mashaka, neno la Mungu liko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatumia Yesu. Sasa Mungu amekuacha. Anaweza kaja tu. Haya yote unayopitia, Mungu amekuacha. Lakini neno la Mungu linasemaje katika kitabu cha Waebrania 13:5? Sitakupungukiwa, sitakuacha kabisa wala sitakupungukia. Kwa neno la Mungu linakuwa linakusawazisha kwa katika njia sahihi. Akikwambia wewe sio wa thamani, angalia sasa katika ile neno la Mungu linatuambia katika Zaburi ya 114, asa mimi niliumbwa kwa jinsi ya ajabu mno na ya kupendeza na kutisha. Akisema wewe huwezi kusamehewa wala kakwazo ya wana, mstari wa 9 anasemaje? Tukizungama dhambi zetu ili mwaminifu na haki hata tusafishe na dhambi zetu. Tutaliangalia hayo mengine baadaye. Tutaangalia namna ya kutumia neno la Mungu kuweza kushinda vita vya kiroho. Yesu mwenyewe aliweza kushinda kwa neno. Ukisoma katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 11 unaona katika majaribio yote matatu aliyojaribu, Yesu alisema imeandikwa. Imeandikwa, imeandikwa. Yesu akusema nahisi, nafikiri, nadhani kiko hivi. Alisema imeandikwa. Sasa ni maana alitumia neno. Sema kwa hila, kwa kulikeuza. Hanini ni muhimu sana kutumia neno, kwa sababu mamlaka ya mwisho ya ushindi wa vita vyetu haipo katika hisia zetu, haipo katika nguvu za kimwili, haipo kwa namna ninafikiri, na ipo katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa mwana wa Mungu alitumia neno la Mungu ambaye ni Mungu akiwa katika mwili, atafundisha kwamba na sisi hatuwezi kushinda kila majaribu tusipotumia neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ndio linalozaa imani. Tuko katika kujifunza nini maana ya neno la Mungu. Ni kama ni reli sasa inawekwa ili kuja kuweka treni ile iweze kupita. Tuko kwenye msingi tu bado. Nini maana ya neno la Mungu? Neno la Mungu huzaa imani. Katika Warumi 10:17 basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia ucha kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia ucha kwa neno la Kristo.
Imani haiishi kwa miujiza peke yake. Hata kama tutatenda miujiza kila namna mahali hapa. Maana Yesu alikuwa tena miujiza, lakini bado Yesu alikuwa anafundisha. Akiwa mtamani sana kuanza kufundisha. Aliwafundisha wanafunzi wake kwa miaka 3 na lakini pia Yesu aliwafundisha pia wanafunzi wengine. Mtume Paulo aliwafundisha wanafunzi alipokuwa na alikuwa anajaribu kumfuatilia sana. Hata Petro mwenyewe Mtume Paulo alikuwa akifundisha katika kufundisha. Sasa katika kitabu cha Mtume Luka ambaye ndio katika kitabu cha Luka akiwa anaandika anasema hata tukiwa pale yule kijana mmoja alikuwa ameelewa na usingizi akaondoka chini. Na majira haya mwendo alikuwa ni saa 8 na saa 8. Paulo alikuwa akiendelea kufundisha kwa sababu anajua muda upo. Alikuwa anaweka kama maarifa ya kimungu. Kijana akaondoka kwa sababu ya kuelewa na usingizi. Lakini bado alishuka chini, akasema usiwe bado uko ndani yake, akamwacha yeye akarudi tena. Akaanza kufundisha kwa maneno ya Mungu. Paulo alitumia sana kufundisha, kuweka msingi, kubomoa na kuweka msingi. Neno la Mungu uzaa imani. Wakati tunapoendelea kujifunza, ndipo ambapo imani inaongezeka. Imani haijengwi kwa miujiza pekee, imani haijengwi kwa hisia, imani inajengwa kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kadri tunavyoendelea kusikia neno, hofu inaondoka. Kadri tunavyoendelea kusikia neno, mashaka yanapungua. Kadri tunavyoendelea kusikia neno, ndivyo ambavyo tumaini linazidi kujengeka ndani yetu. Neno la Mungu, neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno la Mungu linatutakasa. Neno la Mungu linatutakasa. Neno la Mungu linatusafisha. Ukiangalia katika Yohana 17:17 tunasema hili ndio ambayo Bwana Yesu alikuwa akituombea. Sura ya 17 Yohana anasema ututakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Ututakase kwa ile kweli. Ututakase. Kwa kumbe Baba anatumia neno kuweza kutakasa. Analita utakasi kwa hiyo kweli. Lakini bado Yesu anasema hiyo kweli ndio neno. Neno la Mungu linatakasa. Neno la Mungu linatusafisha juu ya mawazo yetu mabaya. Neno la Mungu linatusafisha juu ya mienendo yetu mibaya. Neno la Mungu linatusafisha juu ya matendo yetu mabaya. Neno la Mungu linatupeleka katika njia sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu anapozidi kutegemea neno, ndivyo anazidi kumfanya Kristo zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linafunua uongo wa shetani. Usipojua neno la Mungu, si rahisi kuweza kujua uongo wa shetani. Shetani anatumia hila. Neno la Mungu, Yesu mwenyewe anamuita kwamba ni baba wa uongo. Yeye ni muongo tangu mwanzo, ni baba wa uongo. Ukisoma katika Yohana 8:44, Yesu anasema kwamba ni muongo tena ni baba wa uongo. Nguvu yake ya shetani kubwa ipo katika uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka aliwadanganya Hawa. Alidanganya Hawa na Adamu. Alidanganya Israeli walipotoka Misri katika jangwani pale. Hata Mungu akaamua kizazi kile chote kilichokuwa pale ambako kila mmoja haki kisije katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea pia kuandaa hata ulimwengu wa sasa. Anaitwa baba wa huo uongo. Neno la Mungu linaendelea kufunua huo uongo. Tunapokuwa tunajua neno la Mungu linafunua. Nilisema mwanzo pale kwamba anakwambia hauna thamani. Anatumia mtu wako karibu kabisa na kufahamu. Anaweza kukata tamaa. Wewe ni wa kiroho. Wewe nao hauna thamani. Mbona uko hivi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama utaelewa, anaweza kuleta maneno makubwa.